Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kisoma maandiko matakatifu kitabu cha Ayubu 41:11, Bwana anasema, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Ninaanza na neno hili nikimshukuru Mungu kwamba kwa siku 9 nilikuwa nimetembelea kiwanda kimoja cha kutengeneza mobile stage ama gari kwa ajili ya injili, ambalo kiwanda hiki nimefika kwa ajili ya kutaka kujua nini ambacho tunaweza kwenda nacho tunapoingia kwenye kazi ya kuhubiri injili. Kama unavyoona kwenye picha hizi, nikiwa tayari kiwandani nchini China, niliweza kukutana na hawa wataalamu unavyowaona, na jukwaa ambalo tunakwenda kulitengeneza kwa ajili ya kazi ya Mungu ya kuhubiri injili mjini na vijijini ni kama hivyo linavyoonekana. Kwa nikuombe ndugu mtazamaji na mwana injili, uweze kunishika mkono mimi mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi ya kupeleka injili mjini na vijijini. Mungu ametufanikisha mambo makubwa kwa miaka kadhaa. Nimekuwa nikifanya kazi kubwa ya ujenzi wa kanisa kama unavyoona. Asilimia kama 95 sasa tumekamilisha. Hatua ya pili ninayoiendea mimi ya kimkakati ni mkakati wa kuhubiri injili vijijini na mjini. Kwa hiyo kifaa ama vifaa ninavyokwenda kutumia ni hivi ambavyo ni jukwaa ambalo lina generator, lina vyombo, lina madhabahu yenyewe. Kwa hiyo naomba tushirikiane, wewe na mimi, ndani ya mwaka huu 2025 tuweze kuchangia kwa kadri ya neema ya Mungu ilivyo, tuweze kusanya milioni 900 ili tuweze kulipata hilo jukwaa pamoja na gari lake kwa thamani hiyo. Nimefika kiwandani, gharama zake ni $450,000. Kwa hiyo niombe mkono wako ambao ni wa kuifanya kazi ya Mungu, na Mungu ataikumbuka sadaka yako. Maandiko matakatifu katika Zaburi 23:4, Bwana anasema azikumbuke sadaka zako, azitakabali dhabihu zako, na akujalie haja ya moyo wako. Unapowekeza kwenye kazi ya Mungu ya namna hii, Mungu atakuinua na hata kuacha. Nimefanya kazi hii sasa ni mwaka wa 24, naelekea mwaka wa 25 katika utumishi huu, na hatua nayoiendea ya kuhubiri injili vijijini na vijijini. Huu ndio wakati, na kifaa ambacho au vifaa ambavyo nakwenda kuvitumia ni kama hivyo vifuatavyo. Naweza ukatuma mchango wako wa sadaka kwenye namba hizo za simu unazoziona, ama namba hiyo ya account ya benki ya CRDB. Ndio tumeitenga maalum kwa ajili ya kukusanya hizi sadaka kwa mwaka mzima. Unaweza ukatoa kila mwezi, unaweza ukatoa kila wiki, unaweza ukatoa mara moja kwa kadri ya neema ya Mungu iliyoko juu yako. Niombe Mungu akubariki kwa kunishika mkono, kwa kuunga utumishi huu mkono. Naamini pamoja na kwa pamoja mimi na wewe tunaweza kufanya mambo makubwa ndani ya utumishi huu. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Karibu sana sana, tumtumikie Mungu pamoja. Ni mimi mchungaji Florian Josephat Katunzi, na kusalimu kwa jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Zaburi sura ya 11.
Zaburi sura ya 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Inua mikono yako juu. Baba, katika jina lako lipitaro majina yote, umetupa neema siku ya leo kuomba kwa ajili ya taifa letu ambalo wewe ndio uliyeliumba. Bwana, uliweka watu wa kila kabila, ukawaweka kwenye taifa ili watu hawa wakuabudu, ili watu hawa wakutukuze. Siku ya leo tuko mbele zako, tunakusihi Mungu uwe katikati yetu. Tunakabidhi ibada hii mikononi mwako. Kila kilichoharibika leo Mungu ukakiinue. Kila kilichoharibika leo Bwana ukakijenge. Tunakulilia Mfalme, tukijikabidhi mikononi mwako. Wote tuseme amen. Somo letu ni somo swali. Kwa wale ambao tumekuwa pamoja wiki iliyopita, tulisoma vizuri maneno haya. Lakini hapa Biblia inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki afanye nini? Jibu la kwanza, kama misingi ikiharibika, jibu la kwanza liko Isaya 62, na lenyewe linasema hivi: kama misingi ya amani, kama misingi ya haki imeharibika ndani ya taifa lolote, wale wenye haki wamuombe Mungu na wasiache kumuomba Mungu, ili yeye ajengaye misingi na kuinua misingi ya kila taifa aijenge misingi ya taifa lao na kuinua tena. Isaya 62 mstari wa 6 hadi wa 7. Fungua Biblia mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Nyinyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya, wala msimuache akae kimya, mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Kwa lugha ya kwetu hapa tunasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Tanzania. Hao walinzi wasinyamaze mchana wala usiku. Na Bwana anasema, nyinyi walinzi msinyamaze mchana wala usiku, bali mumkumbushe Bwana na msiwe kimya. Kwa walinzi ni waombaji wanaoombea taifa lao. Walinzi ni waombaji wanaoombea taifa lao. Wanaombea nini? Wanaombea haki na wanaombea amani. Walinzi ni waombaji ndani ya taifa, wanaoombea haki, wanaoombea amani, wanaombea mifumo ya haki na wanaombea mifumo ya amani. Mifumo ya haki ipo kiroho kabla ya kuwepo kimwili, na mifumo ya amani ipo kiroho kabla ya kuwepo kimwili. Kwa hawa waombaji wanashughulika na vitu vya ulimwengu wa roho kwanza, ili vitokee kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hawa walinzi Mungu anaowataja ni wale watu ambao Bwana amewaweka kwa kila taifa, wapate kulisimamisha kusudi la Mungu kwa kufanya maombi ya kiagano yatakayoleta haki na amani ndani ya nchi husika, endapo waombaji wataomba. Zaburi ya 33 mstari wa 12. Misingi ikiharibika, wenye haki wafanye nini? Zaburi ya 33 mstari wa 12. Biblia inasema, eli taifa ambalo Bwana Mungu wao, ambalo Bwana ni Mungu wao. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Inua mikono yako juu, miguu. Sema, Bwana,
tunalibariki taifa letu, kwa sababu wewe Mungu ni Mungu wa taifa hili. Nasi tunalikabidhi taifa letu liwe heri, liwe baraka, liwe na ustawi, liwe na amani mikononi mwako. Amina. Makofi ya shangwe. Kwa Biblia inasema heri, maana yake limebarikiwa taifa lile ambalo Bwana Mungu aliye hai ndiye Mungu wake. Nilikuwa ninasoma kwenye vyombo vya mitandao, nikaona nchi fulani duniani ukibeba Biblia unaenda jela, ukimtangaza Yesu unafungwa maisha. Lakini heri taifa lile ambalo Bwana huyu tunayemwabudu ndiye Mungu wake, taifa lile na libarikiwe. Mojawapo ni taifa letu la Tanzania. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kama Mungu anaweza kasema heri, na Mungu anaweza kasema ore. Kwa sisi kama waombaji ndani ya taifa letu hili tunasema heri taifa letu, kwa sababu limemchagua Mungu wetu kuwa Mungu wake. Kuomba kwako, kuomba kwangu, hakuna naye nizuia, hakuna naye kuzuia. Maana yake tunasimika Mungu wetu kama tupendavyo ndani ya nchi hii. Kwa Biblia inasema heri taifa lile ambalo Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme ni Mungu wao. Kwa wana wa Mungu, kama misingi ikiharibika, Biblia inasema ile Zaburi 11:3, wenye haki wafanye nini? Wamuombe Mungu, asikae kimya. Bwana alikumbuke taifa hili, aliletee amani, aliletee na haki, na misingi iliyobomoka iinuke tena. Ndiyo maombi yetu siku ya leo. Jibu la pili, Isaya 61:11. Kama misingi ya haki imeharibika, kama misingi ya amani imeharibika ndani ya taifa, wenye haki wafanye nini? Waoteshe haki. Isaya 61:11. Isaya 61:11. Maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Mimi nataka neno kuotesha. Haki ni mbegu ambayo inabidi kupandwa ndani ya mioyo ya watu. Haki ni mbegu ambayo inabidi kupandwa ndani ya taifa. Amani ni mbegu ambayo inabidi ipandikizwe ndani ya watu. Kwa Bwana anasema kama ambavyo mtu anaweza akapanda vitu kwenye nchi, akapanda vitu kwenye bustani, ndivyo atakavyopanda haki yake. Kwa kama misingi ya haki imeharibika, kama misingi ya amani imeharibika, jambo la kwanza, we kama muombaji, weka mbegu. Nasema weka mbegu. Omba, pandikiza kitu cha amani. Kwa popote ambapo pana amani, pana mbegu ya amani. Popote ambapo pana mbegu ya haki, pana haki, pana mbegu ya haki. Kwa jambo la msingi hapa, anasema kama mtu aoteshavyo vitu kwenye bustani, ndivyo Mungu atakavyootesha haki kwenye mataifa mbalimbali. Kuna sisi kama Watanzania na sisi kama waombaji, tunaomba Mungu aoteshe mbegu ya haki. Kama haki ilikuwepo inakufa, tunamwambia Mungu, fufua kazi yako katikati ya miaka. Kama haki ya amani ilikuwepo, sasa inaondoka, tunamwambia Bwana, fufua mbegu yetu ya amani, izae amani, izae haki. Taifa hili liwe la watu wenye haki na watu wa amani. Anayenielewa seme amina kwa jina la Yesu. Kama mtu aoteshavyo,
Kwa wewe uliyebeba mbegu ya haki, usipoiachilia kila mkoa, usipoiachilia kila wilaya, usipoachilia kwenye makabila yetu, usipoiachilia kwenye familia zetu, hiyo mbegu itabaki kwenye kiroba chako. Sisi ambao ni waombaji tunaomba, tumebeba mbegu ya haki. Usisahau nafasi yako dada. Tumebeba mbegu ya amani. Usisahau nafasi yako. Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Usisahau nafasi yako. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Miongoni mwao. Wakina nani? Wa Tanzania. Yeye aliyebeba mbegu ya haki, atakayesimama mbele zangu na kulitengeneza boma mahali palipobomoka. Je, misingi ikiharibika, mwenye haki afanye nini? Kwa jibu la pili, mwenye haki aoteshe mbegu ya haki. Aiachilie ile mbegu ianze kuota. Mbegu ya amani ianze kuota. Unaiachilia kiroho. Waebrania 11:3 Biblia inasema vitu vyote vinavyoonekana havikutokana na vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa popote ambapo pana machafuko, kuna mbegu ya machafuko imeoteshwa. Popote ambapo pana machafuko, pana dhuluma, pana mambo mabaya ndani ya taifa lile, kuna mbegu imeoteshwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 anasema, na tushuke tuwachafulie usemi wao kwa wao, wasisikilizane. Na tushuke tuwachafulie usemi. Mwanzo 11:6, angalia. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja, sema amen, na lugha yao ni moja, sema amen, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno waliokusudiwa kulifanya. Mstari wa 7. Haya, tushuke huko tuwachafulie usemi wao kwa wao, wasisikilizane maneno wao kwa wao. Kwa mbegu ya mafarakano ikioteshwa, inazaa mafarakano. Kwa inafatana watu wa taifa lile, wao wameamua ni mbegu gani yote. Kwa leo ukiona wanasiasa hawaelewani wao kwa wao, unajua hapa ni mafarakano. Watu ambao tulitegemea wakae pamoja, wajadili pamoja mustakabali wa watu wetu, wanafarakana wao kwa wao. Sio jambo la kushangilia. Ni jambo la kumuomba Mungu kwamba mwanasiasa A na mwanasiasa B wakae meza moja, waelewane. Sisi ni waombaji. Baba na mama ndani ya familia kama waelewani ni tatizo. Kwa mtoto uwezo ukakaa ukaanza kushangilia baba na mama wanapopigana. Hapana. Kama una Mungu utamwambia Mungu, ingilia kati. Baba na mama waelewane. Baba na mama wakielewana ndani ya familia, ndiyo maendeleo ya familia. Na wanasiasa wetu ndani ya nchi hii wakikaa pamoja wakaelewana, tutaona maendeleo ya taifa hili. Mafarakano hayajengi taifa. Tushuke tukawachafulie usemi, wasikilizane wao kwa wao. Lengo la kuwepo vyama vya siasa, wasikilizane kuongoza Watanzania. Hatukuanzisha vyama kwa ajili ya kufarakana, tulianzisha vyama kwa ajili ya kuweka masikilizano. Lakini leo tunapoona wanafarakana, si afya ya nchi, inahitaji maombi. Naongea na muombaji mimi. Niliwahi kuona kijana mmoja pale kijini kwetu, baba yake akampiga mama yake. Kwa mama kurupuka chumbani kula, akimbilia sebuleni, anapiga yowe. Majirani tumesogea. Ile kijana mkubwa sasa hivi ni marehemu, akamsukuma mama yake kule nyuma, akamwambia, na mama na wewe umezidi, akatia na komeo la katikati. Mzee akaendelea kumshindilia kule mama. Sisi tumekimbia kwenda kuamua, ananiua. Tunafika pale, kijana mkubwa, jina nalikumbuka, ni jirani tu, akaambia, mama na wewe umezidi. Kamsukuma mama yake ndani, katia komeo la kati. Mzee akaendelea kumtandika huko. Mungu jalia akufa. Alipotoka yule mama alimlaani mwanae, akamwambia, mwanangu umenipiga. Mwanangu umenipiga.
Mama, nimekupiga saa ngapi? Si umenisukuma nipigwe? Aliyepiga siku ile alikuwa ni mtoto. Yule kijana alitamkiwa laana, na amekufa bila kuoa, na amekufa bila mtoto. Jirani yetu hapa na hapa. Mimi nakumbuka kilichomuua. Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu, yenye sababu inampata mtu. Umempiga mama yako. Na Biblia inasema anayempiga baba yake, anayempiga mama yake, kunguru watadonoa jicho lake. Maana yake maisha yake yatakuwa ni mafupi kuliko jana. Sisi kama kanisa, kama waombaji, misingi inapoharibika tunaangalia kwa macho ya aina mbili, kwamba ni lazima tuombe, tuoteshe mbegu ya haki, tuoteshe mbegu ya amani iendelee kuchipua ndani ya taifa letu. Jibu la tatu, ifunge kamba nyekundu. Funga kamba nyekundu. Lifunge kamba nyekundu taifa letu. Maana yake liweke taifa chini ya agano. Liweke taifa chini ya agano la Mungu aliye hai. Kamba nyekundu inaashiria agano la Mungu aliye hai. Kwa tuliweke taifa letu, ama mwenye haki iweke taifa letu likae chini ya agano. Agano linaitwa agano la amani. Agano linaitwa agano la haki. Unaifunga Tanzania na makabila yake yote mshipi wa haki, kamba ya nyekundu. Fungua Yoshua sura ya 2 mstari wa 18. Angalia takapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili uliloteremshia, nawe wakusanye kwako nyumbani kwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu yoyote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyake, juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, na damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu mkono wetu ukimpata. Kwa hapa jibu la tatu, tunafunga kamba. Maana yake tunaomba, tunaliombea taifa letu kwa kuliweka chini ya agano. Agano la damu ya Yesu Kristo. Inenayo mema, ikanene mema kwa kila kabila, ikanene mema kwa kila taifa, ikanene mema kwa kila jamaa, ikanene mema kwa kila kabila. Tunalifunga taifa, tunalifunga taifa. Kamba nyekundu inaitwa agano la amani, linaitwa agano la haki, ili watu wetu ndani ya nchi yetu wawe ndani ya agano hilo. Tufike sehemu mtu aseme, siko tayari kumwaga damu ili nichaguliwe kuwa kiongozi. Tufike sehemu mtu aseme, siko tayari kuvuruga nchi hii ili kuwa kiongozi. Amani na haki ikitangulia mbele, kila kitu kitakaa sawa. Lakini ukiona unataka upate uongozi wa nchi kwa kumwaga damu za watu, haiwezekani. Kiongozi anayependa damu za watu zimwagike ili akae madarakani hafai kuwa ndani ya taifa letu. Hatuko tayari kuongozwa na kiongozi mwaga damu ambaye anataka Watanzania wamwage damu zao ili yeye apate nafasi. Hapana. Vyama vya siasa vilianzishwa kwa makaratasi. Watapata madaraka kwa makaratasi, sio kwa damu za watu. Narudia tena, vyama vya siasa vyote vilianzishwa kwa karatasi. Vitapata madaraka kwa karatasi, sio kwa damu za Watanzania. Hakuna damu ya mtu yeyote kumwagika kwa sababu ya mtu mmoja kwenda kukaa madarakani. No. Kwa ni lazima tukatae. Tunasimama tunasema amani, amani na haki ndiyo msingi wa taifa hili. Hatuwezi kuvuruga kwa sababu ya wewe unayetaka vitumbua na mandazi. Kwa ni lazima taifa hili sisi waombaji tunalifunga. Kwa
kwamba agano letu sio agano la kumwaga damu. Agano letu ni agano la amani, ni agano la haki. Haki tawale toka sebleni mpaka chumbani. Haki tawale kila mkoa. Haki tawale kwa kila kiongozi. Haki tawale kwa kila mtu. Haki tawale kwa kila taifa. Haki tawale kwa kila jamaa. Kama unanielewa sema amina. Haitamwagika damu ya mtu yoyote. By power, by force. Tunafunga kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna mtu atakufa kwa ajili ya madaraka ya mtu mwingine. Kama unanielewa piga makofi ya shangwe na vigeregere. Sema damu zetu hazitamwagika kwa ajili ya wanasiasa kupata madaraka. Tunakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu yangu haitamwagika, damu zetu hazitamwagika kwa jina la Yesu. Tunainua amani, tunainua haki. Ndiye itakayotawala na itawale sasa na iendelee kutawala. Mpe Bwana makofi ya shangwe kwa heshima. Rikatakarama sairabosh. Kuzimu imepanua kinywa, inataka inywe damu za Watanzania. Nasi leo tunafunga kinywa cha kuzimu, kinywa cha kuzimu, kinywa cha kuzimu, kinywa cha kuzimu, kinywa cha kuzimu. Tunakifunga. Hata bakuli moja alinywewi. Ananielewa? Tingisha mkono sema amen, 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 amen. Piga amen kubwa kwa Yesu usiku wa leo. Tutawasikiliza lakini sio kwenye kumwaga damu. Tukifika eneo hilo tunasema no. It will be no. Punga mkono wako na kusalimia kwa jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe juu yako. Amani ya Bwana iwe juu ya Tanzania. Amani ya Bwana ianzie ndani ya moyo wako. Piga makofi ya shangwe na vigeregere kwa Yesu. Jibu la 4. Tumuombe Bwana atuchagulie mtu sahihi, kiongozi sahihi, atakayeliongoza taifa hili sawa sawa na mapenzi yake. Tumuombe Bwana atuchagulie mtu sahihi wakiwa kiongozi wa taifa hili sawa sawa na mapenzi yake. Huyo nasema huyo ndiye atakayeketi kwenye kiti cha urais. Tunamuomba Mungu yeye atuchagulie toka kwake mtu sahihi atakayeketi kwenye kiti. Atamketisha kwenye kiti sawa sawa na mapenzi yake, ndiye awe rais wa taifa hili. Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza. Tunaruka tunaenda mstari wa 5 hadi wa 13. Kitabu cha Samueli, hii ni Biblia. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Kwa maana yake kiongozi atakayekaa kwenye nafasi ya uongozi ndani ya nchi hii ni yule anayekubalika kwa Mungu. Kwa kama Mungu akimkataa kiongozi hawezi kukaa. Kwa Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki? Akamwambia, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jikazeni njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanaye, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja akamtazama Eliabu, akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadamu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu.
Ndipo akapitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanaye 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Lama. Kama unanielewa sema amina kwa Mungu. Nisikilize my friend, tunapoomba Mungu atuchagulie, andika, tunapoomba Mungu atuchagulie mtu atakaye tuongoza kama kiongozi mkuu wa taifa, vigezo na masharti ni vya kimungu. Kwa hapa swala kuchagua viongozi lipo kiroho kabla ya kuwa la kimwili. Narudia tena, swala la kuchagua kiongozi lipo kiroho, na hawa wanaochaguliwa wanajua. Ndio maana wakati mwingine wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji, wanajua mambo ya uchaguzi ni ya kiroho. Wanaenda kwa waganga kupiga pachapu wapate msaada wa kiroho, na sometimes wanapeleka sadaka kubwa huko. Haya mambo wanayafahamu kwamba ni ya kiroho. Kwa hapa tunaona uchaguzi. Kipindi hiki mfalme Sauli amemkorofisha Mungu. Bwana akamkataa Sauli asiwe mfalme wa Israeli. Tumishi wa Mungu muombezi nabii Samuel alikuwa analilia Mungu, Mungu mfalme wetu hivi na hivi. Mungu akasema nimeshamkataa, acha kulia. Si kila maombi unayoomba kwa Mungu yatajibiwa ulivyoomba. Mungu anajibu anavyotaka yeye. Nafundisha maombi ya kuombea taifa. Kwa hapa anafika eneo, familia moja inaitwa Yese, ina watoto 8. Taifa moja linaitwa Tanzania, labda lina watoto 8. Lakini baba kaambiwa leta watoto wako wote, akaleta 7, kamoja akakaficha. Kwa nini hakumuita Daudi? Hakutarajiwa. Kwa baba anasema huyu chunga mbuzi hawezi. Kwa ibada ile ya kuchagua ikafanyika, akaja Eliabu. Hata nabii alipomuona akasema ramba shantaraba kokosika, huyu. Kwa kipindi hiki cha uchaguzi kuna nabii nyingi. Mtasikia kabisa huyu ndiye atakuwa rais, huyu ndiye atakuwa nani. Watu watasema Eliabu hivi. Narudia tena, kipindi hiki cha uchaguzi nabii zitatoka za design hiyo. Kwa Samuel alipoona ni nabii muonaji, akasema yamkini Masihi wa Bwana ni huyu. Mungu akamwambia shut up. Sio uchaguzi wa mwanadamu, sio uchaguzi wa Mungu. Mwanadamu anachagua anavyoona, anachagua anavyowaza, anachagua anavyopenda na kupendezwa, lakini Mungu anachagua anavyotaka yeye. Kwa muombaji usimchagulie Mungu, mpe Mungu nafasi. Kwa muombaji, muongoza ibada anasema heri abundie. Bwana akamwambia Samueli, na kuheshimu, Mungu haangalii kama binadamu haangaliavyo. Kwa binadamu wanaweza kuwa na maoni yao na Mungu ana maoni yake. Kwa hiyo anasema Mungu hachagui kama binadamu anavyochagua. Mungu hatazami kama binadamu anavyotazama. Kwa hiyo waombaji lazima tutazame sawa sawa na Mungu anavyotazama, mapenzi yake yatimizwe ndani ya Tanzania. Tunaomba, tunamwambia Bwana uliyemkusudia ndiye atakayekaa. Eliabu si ajabu alishabonyezwa mwanangu. Kajiandaa kara na pamba vizuri, anajua anatoka. Kafika pale Mungu akasema Simo,
Baba akashika kiuno, mwanangu hajapita. Akaja Abinadabu, akaja Shama, wote 7 wakamalizika. Biblia inasema Yese wakati anaulizwa na nabii Samueli, watoto wako wote wako hapa? Watoto wako wote wako hapa? Akamwambia, kamesalia ka bwana mdogo, kako huko machungani. Akasema, nendeni mkamlete yule mtoto, kijana mdogo, mtoto wa 8 ambaye hakuzaniwa, ambaye hakutegemelewa. Mungu akamwambia, huyo mtie mafuta. Ndugu zangu, tunaweza kuwa na vyama, tunaweza kuwa na vyama vya kisiasa, hizo ni familia zetu, na kila familia italeta mtoto wake, no problem, lakini aliyekusudiwa ni mmoja tu. Huyo ndo tunamwambia Mungu akae. Mimi simjui na wewe umjui. Kama nabii Samueli hakuambiwa, ila alienda na mafuta, hakuambiwa ni huyu, mpaka alipofika siku ya uchaguzi, wakapita 7, wa 8 ndiye akachaguliwa. Wewe ni nani leo tuambie rais ajaye ni? No sense. Hawa manabii wote hawa wanaokuambia rais ajaye atakuwa na umbo hili, atakuwa si hivi, waongo wakubwa wa mchana peupe. Hakuna kitu kama hicho. Soma Biblia. Mungu sio mpumbavu. Watu wake wanakwenda kwenye uchaguzi, alafu akwambie kesho rais ajaye ni Katunzi. Sasa uchaguzi wa nini? Kama uchaguzi ni wa Mungu, swala uchaguzi ni fumbo, linafumbuliwa kwa imani ndani ya maombi siku ya uchaguzi. Sema amina kwa jina la Yesu. Samueli hakwenda na mtu, hakuwa na mtu kwenye pochi. Wewe ni muombaji, omba, acha kutembea na watu. Unamuona Samueli, kama angekuwa anajua kwamba Daudi, sasa angeenda kumwambia Yese, bwana kuna dogo wa 8 yule mlete. Mbona kusema matakwa ya baba anataka Eliabu awe kiongozi, matakwa ya baba anamtaka Shama awe kiongozi, matakwa ya baba anamtaka Abinadabu awe kiongozi, lakini matakwa ya Mungu anamtaka Daudi. Piga makofi, Daudi wetu anakuja. 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 Ndiye atakayekaa, aliyekusudiwa na Mungu. Na bahati mbaya watu wa kanisa ni bendera fuata upepo. Hata nabii amzipimi. Hata ukisoma Samueli sura ya 9, wakati wa kuchaguliwa Sauli, nabii hakuambiwa. Aliambiwa kesho nitakuletea mtu, saa fulani atakuwa hivi na hivi. Akasubiri, alipofika akagundua ni yeye. Bwana akamwambia, niliyekwambia mgeni huyo hapa, mchukue mpeleke VIP. Leo mtu analala amekula kanda, anaota, anatuambia kesho rais ajaye ni mimi sio nabii bwana, au sina makengeza. Kwa hapa ninachosisitiza, yule aliyekusudiwa na Mungu ndiye akae. Kwa swala kuvurugana kwenye mioyo, kuturiana nabii za kininja, achana nazo. Mithali 18:8 fungua. Maneno ya mchongezi ni kama kitoweo, nayo ushuka pande za ndani ya tumbo. Kuna watu wana maneno ya fitina, ambao wanaweza kutoa unabii wakasema Bwana asema wakati Bwana hajasema. Hayo yanaitwa maneno ya mchongezi. Usiyachukue maneno ya wachongezi. Mithali 18:18. Twende mstari unaofuata. Biblia inasema kula ukomesha mashindano, ukata maneno ya wakuu. Kwa limeanza na Mithali 18:8. Usije ukasikiliza maneno ya wachongezi, maneno ya kufitinisha. Tunao manabii wataabishaji, wamejaa kwenye mitandao, wanazalisha taharuki tu. Lakini Bwana anasema kula ukomesha mashindano, ukata maneno ya wakuu. Mzee Yese alipitisha watoto 7, wa 8 alimficha. Lakini Bwana akapiga kula yake, akamchagua Daudi. Kwa tunapoomba, tunataka Mungu atuchagulie kwa kuangalia moyo wa mtu. Kwa kuangalia moyo wa mtu, sio sura ya mtu. Wewe unayependa sura, endelea na sura. Sisi tunatafuta moyo wa mtu. Kanisa linatafuta moyo wa mtu. Mungu anatafuta moyo wa mtu. Moyo wa mtu ni kichaka.
Nani atakayewahurumia Watanzania hawa maskini? Nani atakayejali hawa watu ambao hawana chakula akawapa chakula, hawana maji akawapa maji? Nani mwenye moyo huo? Tunataka kiongozi atakayekaa kwenye nafasi hiyo awe na moyo wa Mungu. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Mungu anapenda watu. Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa rehema. Kwa sio kasema mwenye moyo wa Mungu halafu vigezo vioni. Awe na huruma, ambaye atakuwa ndiye baba ndiye mama wa familia hii. Watakuja watoto wamechafuka, tuambia wanangu kaa hapa na waosha miguu. Hawajara atawapa chakula. Wanatabu ataondolea tabu zao kwa kadiri awezavyo. Tunamtaka kiongozi wa namna hiyo. Kuchagua kiongozi ni swala la kiroho kabla halijawa la kimwili. Daudi alichaguliwa kiroho kwanza kabla ya kuwa kimwili. Wasomaji wa Biblia mnafahamu Daudi amepakwa mafuta mara 3. Mara ya kwanza Daudi anapakwa mafuta ngazi ya familia. Samueli wa kwanza 16 tumesoma. Alikuwepo baba yake na mama yake na kaka zake, akawekewa mafuta kuwa mfalme. Kwa wale ambao mmesoma kitabu changu, unaitwa upako wa maandalizi. Anaandaliwa kuwa mfalme, lakini anaambiwa kuanzia leo wewe ni mfalme. Hatukuona Daudi ana riot. Hatukuona Daudi anatumia nguvu kwenda kumuondoa Sauli. Narudia tena, Daudi alipakwa mafuta ya kuwa mfalme wa Israeli mara 3. Kwa mara ya kwanza ni upako wa maandalizi, alipakwa ngazi ya familia. Baba uliye na familia, unaweza kaona katika watoto wako 7 huyu anafaa kuwa mkubwa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Daudi, alikuwa mtoto wa 8, hakuwa wa kwanza. Familia yetu Tanzania ina watoto wengi. Inawezekana wenye sifa ya kuwa viongozi ni wengi na wengine hawajazaliwa. Sisi kama walezi wa familia tunaweza tukawa na macho, na wazani Eliabu, unazani Shama, unazani nani ndiye. Ni macho yako bwana. Kwa Daudi akapakwa mafuta akiwa ni kijana miaka 15 17 hivi. Amekuja kuwa mfalme mara ya kwanza akiwa na miaka 30. Na yenyewe akapewa upako wa kuongoza makabila mawili tu, Benjamin na Yuda. 10 walimkataa. Narudia tena, 10 walimkataa. Ndio maana kiongozi anaweza akawa kiongozi, akaanza nyumba 10, akawa diwani, akawa mbunge, akawa waziri, mwisho anafika huko anakotakiwa kufika. Ni safari. Kwa mara ya 3 Daudi anapakwa mafuta kuwa mfalme wa taifa zima. Makabila yote 12 yanamkubali. Lakini nataka niongelee kwenye upako wa maandalizi. Watu wengi wanaharibikiwa hapa mwanzoni. Bwana anaweza akawa na kuandaa kwa ajili ya future. Kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa kila wakati kuna makusudi yake. Tambua makusudi ya Mungu kabla hujakurupuka. Tunapoomba tunaomba kusudi la Mungu. Sauli alikataliwa, lakini aliendelea kuongoza zaidi ya miaka 13 Daudi akiwa na mafuta kichwani. Hatuoni Daudi anasema jamani okoteni mawe tukamngoe Sauli. No. Narudi pale pale. Tunapoingia kwenye uchaguzi, kuna wengine wana Eliabu wao, wengine wana Shama wao, wengine wana Abinadabu wao, wanaye moyoni. Utawazuia, ni mtazamo wa kibinadamu. Lakini sisi kama waombaji tunaomba ili lile kusudi la Mungu ndio lisimame ndani ya taifa. Mtazamo wako sio mtazamo wa Mungu, maamuzi yako sio maamuzi ya Mungu. Ili upate kiongozi atokaye kwa Bwana, fuata maelekezo ya kiroho toka kwa Mungu ndani mwa maombi. Kwa maamuzi tutakayoamua sisi lazima yasimame kwenye mapenzi ya Mungu. Na maamuzi hayo, twende Hesabu 26. Hesabu 26 mstari wa 55 na 56. Lakini nchi itagawanywa kwa kula, kwa majina ya kabila za baba zao ndivyo watakavyopata urithi. Kama kura itakavyokuwa ndivyo urithi wao utakavyogawanywa kati yao na hao wengi na hao wachache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa ninatafuta neno kupiga kula ama kuchagua. Kwa Bwana aliwaambia akina Musa watakapokwenda Kanani watapiga kula ili kugawana urithi.
Ndio maana tuna uchaguzi wa madiwani, tuna uchaguzi wa bunge, tuna uchaguzi wa rais. Kwa kura yako ni maamuzi yako. Narudia tena, kura yako ni maamuzi yako. Ukiona hapana, weka hapana kubwa, na ukiona ndio, weka ndio kubwa. Kupiga kura ni kufanya maamuzi. Kwa maamuzi yako yanaweza kusema hapana, na maamuzi yako yanaweza kusema ndio. Lakini wote hawa, anayesema hapana na anayesema ndio, wote wamepiga kura. Naongea na watu wa kiroho. Mathayo 5:37. Bali maneno yenu yawe ndio ndio, na sio sio, kwa kuwa yazidio hayo kutoka kwa yule mwovu. Bwana anasema maneno yako, maamuzi yako. Unapotoka kwenda kupiga kura, maana yako umefanya maamuzi. Kwenye chumba chako cha kula, unaweza kuamua kuweka hapana, na unaweza kuamua kuweka ndio, na yenyewe ni kula. Narudia Kiswahili unielewe. Usikatae kwenda kusema hapana, na usikatae kwenda kusema ndio. Kosa mlilonalo, wengi mnasema amwendi. Amwendi wapi? Tunaenda. Kama ni hapana, naandika hapana kubwa, na kama ni ndio, naweka ndio kubwa. Piga makofi ya shangwe na vigeregere. Yakizidi hayo, yanatoka kwa mwovu. Ndio ya kiroho ni ndio ya kiroho, na hapana ya kiroho ni hapana ya kiroho. Kama wote walioko pale siwaelewi, naweka hapana, afu naenda kulala. Kwa hapana yangu ina baraka za Mungu, na ndio yangu ina ndio za Mungu. Piga makofi ya shangwe na vigeregere. Kutoka tunatoka. Kama hatuwaelewi, tunasema hapana. Kwenye chumba cha kula tunasema hapana, tunaweka ndio kwenye chumba cha kula wale ambao tunawakubali. Piga makofi ya shangwe na vigeregere. Usipoteze maamuzi yako kwa ujinga wa barabarani. Ndio yako na iwe ndio. Mathayo 5:37. Hapana yako na iwe hapana. Linalozidi hapo linatoka kwa mwovu. Sasa chagua uko upande wa mwovu, upande wa Bwana. Tunaweza kuwa polluted, tunaweza kugeuzwa mioyo tu. Anayegeuza kaomba saa ngapi? Kamuuliza Mungu saa ngapi? Kura inakomesha maneno. Sasa wewe unasema mimi kwenye ndio sipo na kwenye hapana sipo, utatawaliwa na ambao Mungu hajawakusudia. Kwa sababu uliyemkataa amekataliwa na Mungu, na uliyemkubali amekubaliwa na Mungu. Nenda katiki, nenda kaweke alama. Kukataa ni kusema mkasi. Ndio vema, lakini ukasema kwetu tuna kamsemo fulani wa haya, kakitandugao. Kakitandugao asemi hapana, asemi ndio. Umeshakura, umelala, una hela, yaani yeye asemi ili mradi usimtoe kasoro. Huo ni unafiki unaotoka kwa shetani. Naongea na kanisa, mimi naongea na wewe mtakatifu, wewe usiyekuwa na makunyanzi, usiyekunywa maji ya barabarani. Miaka ya zamani tulipoanza kupiga kura, sisi tulikuwa tunapiga kati ya mtu na kichaka. Lakini na vichaka vilikuwa vinapata vema vile vile. Wameweka kichaka, unakiwekea vema kichaka. Alafu haya, ukitawaliwa na kichaka, niambie bwana, kichaka hakiwezi kubadilika, lakini mtu anaweza kubadilika. Kwa mnamweka rais au mnamweka mbunge, umepiga kichaka, utalia, hakuna atakaye kusikia. Mungu anakuambia uliweka kichaka, nataka nikijaze Roho Mtakatifu kichaka. Mwanadamu anaweza akawa Sauli, kesha akawa Paulo. Mwanadamu yoyote, niwe mimi uwe wewe, tuna tabia ya kugeuka. Mungu anaweza akatugeuza. Ndio maana tunaomba Mungu nifinyange. Anaweza kufinyanga mtu mbaya akawa mwema. Lakini sisi tulikuwa tukufundishwa, kwa hiyo tukakurupuka pale. Kumbuka miaka hiyo ya tuko sekondari, gonga kichaka, tunakipa vema kichaka, afu tunacheka. Matokeo yake miaka 4 tumekaa shuleni hatukunywa uji wa sukari. Tulichagua kichaka. Narudia tena, tulichagua kichaka, tukamnyima mtu naye akajua. Sengerema sekondari hawakunichagua, hatukupata sukari miaka 4. Kwa tukawa tunakunywa uji mbovu kweli kweli, hauna sukari, inaitwa kangara. Nani hawatetei kwamba mpati sukari? Mlimkataa naye akajua mmemkataa, mkachagua kichaka, kaambia kiwaleteni sukari kichaka.
usichague kichaka. Yakobo 5:12 ndio yako na iwe ndio, hapana yako na iwe hapana. Tunapofunga kamba nyekundu, tunamfunga nani? Tunapofunga kamba nyekundu, tunafunga nani? Kamba nyekundu kwanza, tunakifunga kiti. Kamba nyekundu hakufungwa Rahabu, ilifungwa nyumba. Kwa kamba nyekundu tunafunga kiti cha uraisi, kiti cha ubunge, kiti cha udiwani, tunakiwekea kamba nyekundu, tunakiweka chini ya agano lilo bora. Kwa kamba nyekundu, Yoshua sura ya 2 mstari wa 18 na 19, hakufungwa mtu, ilifungwa nyumba. Kwa sisi kiti chetu cha uraisi kinaitwa Tanzania, tunakifunga kamba kiti. Kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 29 na 30 anasema, nchi lisikieni neno la Bwana. Taifa sikia neno la Bwana. Kuanzia leo tunatamka juu ya taifa, tunachotaka kiwe kitakuwa kwenye kiti. Kamba nyekundu hatumfungi mgombea, tunafunga nafasi ya kiti. Kwa yale ambayo tutayatamka kwenye ile kamba nyekundu, kwenye lile agano tunaliweka kwenye kiti cha uongozi wa nchi hiyo, atakayekaa atasikia sauti hiyo. Tukifunga kamba nyekundu, andika, kiti cha uraisi, kiti cha ubunge, kiti cha udiwani, yoyote atakayekaa ataisikia sauti ya mwenyekiti. Anapokwenda kukaa, tumemweka Mungu. Kwa kama Mungu amekaa kwenye kiti, watakaokaa kila goti litapigwa. Mithali 11 mstari wa 2, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Kwa kwenye kiti chetu cha uongozi wa nchi tunamwambia Mungu, tunaweka roho ya unyenyekevu. Kiongozi atakayekaa awanyenyekee watu wake, asiwaone panzi. Zaburi 118 mstari wa 27 anasema, ifungeni zabiu kwa kamba. Maana yake kiti chetu cha uongozi tutakifunga kwa kamba. Sadaka nilifundisha wiki iliyopita. Tunaweka sadaka, tunamwambia Baba atakayekaa kwenye kiti, sadaka zetu zinene mema, kwa sababu tunazitoa kwa imani. Waebrania 11:4, kwa imani Abeli alimtolea Mungu sadaka, ingawa amekufa, sadaka zinanena. Sadaka yako iongee. Unataka iongee nini? Isemeshe. Kama unaomba juu ya rais, mwambie aongoze kwa hekima ya kimungu. Yeyote atakayechaguliwa akakaa, watamiwe na roho ya Mungu ndani, roho ya Mungu, wamche Mungu. Tunamfunga kamba nyekundu kwenye kiti cha uongozi. Yeye atakayekaa, Mungu awe ndiye Mungu wake. Kamba nyekundu tunayoifunga kwenye taifa letu itafanya taifa letu kiroho liwe taifa la Bwana. Bwana ataliangalia agano tunalolifanya ndani mwa maombi. Kutoka sura ya 2 mstari wa 24-25, kilio cha watu, tabu za watu, Mungu ataliangalia agano. Lakini agano ni kamba inayowafunga wale ambao wanakaa kwenye viti. Nikutajie mambo kama 7 ya mwisho haraka haraka. Andika mikakati 7 ya kuombea taifa. Unapoomba unakuwa na mikakati gani? Mkakati wa kwanza, andika haraka haraka. Mkakati wa kwanza unaitwa mkakati wa Nabii Elia Mtishibi. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Taifa la Israeli lilipopoteza haki, likapoteza amani, Elia alisimama juu ya taifa, akasema haitanyesha mvua wala umande juu ya nchi hii isipokuwa kwa neno langu. Kwa mkakati wa Elia Mtishibi unatupa mamlaka ya kufunga tusivyovitaka na kufungua tunavyovitaka ndani ya nchi. Mkakati wa Elia Mtishibi
unakupa mamlaka wewe kufungulia unavyovitaka na kufunga usivyovitaka. Usipoutumia wafa. Vile ambavyo tunataka viwe ndani ya taifa, fungulia. Vile sivyovitaka tunang'oa. Yeremia 1:10. Bwana anasema kwa habari ya taifa, naweza kuweka ufalme, naweza kung'oa ufalme. Kwa Bwana anasema, angalia nimekuweka wewe, kazi yako ni kubomoa, kazi yako ni kung'oa, kazi yako ni kuharibu, ndipo upate kujenga na kupanda. Nani amekwambia usiombe wewe? Unakaa unanuna badala ya kuomba. Tumia. Elia Mtishibi alimwambia Ahabu, maadamu umemkataa Mungu haitanyesha mvua miaka 3 na miezi 6. Akafunga mvua. Jamaa akaingia poli kwa poli. Kwa ndani ya taifa tunayo mamlaka ya kufungulia tunavyotaka vifunguliwe na kufunga tusivyovitaka. Tunafunga machafuko, tunafungulia amani. Tunafunga umwagaji damu, tunafungulia uzima ndani ya taifa. Hiyo ndiyo kamba nyekundu tunayoitaka. Sema amina kwa jina la Yesu. Mkakati wa pili ni mkakati wa Yethro. Kutoka 18 mstari wa 14 hadi 27. Mkakati huu ni mkakati unaolea viongozi. Tunapoweka kiongozi ndani ya nchi, tunataka alee viongozi walioko chini yake. Yesu alimlea Musa, Musa akamlea Yoshua. Kwa lazima tuwe na taifa ambalo tunaliombea kimalezi. Sio kila mtu anafaa kuwa mbunge, sio kila mtu anafaa kuwa rais, sio kila mtu anafaa. Wengine wakiingia watatupiga kwenzi. Kiongozi analelewa. Kiongozi lazima awe na maadili, na maadili yametajwa hapo. Kwa sio kila mwanasiasa unayemuona ni kiongozi, na sio kila mwanasiasa unayemuona kaandaliwa kuwa kiongozi bora. Wengine wamejiweka. Kwa hawa waliojiweka lazima wang'oke. Kwa lazima tuwe na viongozi wanaoandaa viongozi kwa ajili ya kuongoza taifa hili kwa ubora. Tunaliombea hilo, ni la kiroho. Yethro alikuwa ni mchungaji, kuhani wa Midiani, hakuwa mwanasiasa. Lakini alipoona mwanasiasa Musa amekosea, akamwambia, mwanangu unadhoofika. Anamwambia kiongozi wa kisiasa. Yethro alikuwa ni kuhani, ni mchungaji tu, ni askofu labda. Lakini akaangalia na aina ya uongozi wa Musa, akajua huyu jamaa toboi. Akamuita kwa taratibu, akamwambia kwa taratibu, mwanangu, weka watu chini yako, anza kuwaelekeza, anza kuwafanya hivi. Ushauri. Na kiongozi wa kwanza wa duniani wanajua, mwanademokrasia wa kwanza anaitwa Yethro. Huyu baba mkwe wa Musa hakuwahi kuongea na Mungu wa Musa, lakini alikuwa na hekima na uongozi. Sasa sisi tumewekwa kushauri viongozi. Nikikutana na mwanasiasa sishindi kumwambia kitu ninacho kumwambia. Tunawaona wanavyoongoza, wengine ni sarakasi, lakini aina ya kumwambia ndiye inayotakiwa. Kwa Yethro akamwambia, mwanangu, naomba nikupe ushauri. Kwa kiongozi wa nchi anashauriwa, mbunge anashauriwa, diwani anashauriwa, rais anashauriwa. Kuna wao wasikatae ushauri. Washauri watafute njia nzuri ya kushauri, sio kuprovoko. Mkakati wa tatu ni mkakati wa Yonathani. Wewe andika mkakati wa Yonathani, Mambo ya Nyakati 27:32-34. Huu ni mkakati wa urafiki. Kiongozi ana marafiki, ombea marafiki wa kiongozi wawe ni marafiki wa kweli. Kuna watu wengine ni marafiki bandia, kwa sababu kuna chakula wanajitokeza kuwa marafiki. Biblia inasema rafiki upenda siku zote. Kwa ni lazima hawa wanaomuongoza, wanaokaa karibu na kiongozi, tunawafunga kamba wawe viongozi wazuri kama Yonathani. Yonathani alikuwa mshauri wa Daudi, alikuwa rafiki wa Daudi. Biblia inasema marafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Marafiki zako wanaweza kukuharibia kesho yako. Kwa kuombea marafiki ni muhimu. Unaweza kuona kama ni ujinga, watu wanaomzunguka mheshimiwa wale kama waombewi, tunaingia mlama.
Funga kamba mwanangu. Nasema funga kamba. Unamwambia Mungu ainue marafiki wazuri. Huo unaitwa mkakati wa Yonathani. Mungu alimuinua Yonathani kwa ajili ya Daudi aongoze vizuri. Wakati baba yake anataka kumuua, Yonathani anamwambia hapana. Biblia inasema mjinga uamini kila neno, bali mwenye busara uangalia sana aendavyo. Kwa marafiki hao wanaweza kuleta maneno, lakini kiongozi ni lazima awe na muda. Tunamuombea hawa marafiki wasimjaze vitu. Tunatamka Mungu, mshauri wa diwani, mshauri wa mbunge, mshauri wa rais, awe ni mkweli. Kuna mkakati mwingine unaitwa mkakati wa Haisoferi. Haisoferi alikuwa ni mshauri mbaya. Alimshauri Absalom ampindue baba yake. Samueli wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 14 unamuona Daudi anataka kupinduliwa na mwanae aliyemzaa. Ushauri wa nani? Wa Haisoferi. Anaambia baba yake anararara, dogo pasha. Kwa dogo anakaa mlangoni anaongea kinyume na baba yake mfalme. Unaweza ukawa na watu ni wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wanaongea kinyume na kiongozi wao mkubwa. Haifai. Una wazee wa kanisa, una mashemasi wanaongea kinyume na mchungaji. Huo ni ushauri wa Haisoferi ambaye inabidi na wenyewe ufungwe kamba. Watano, mkakati wa Hushai Mwaki. Utausoma Mambo ya Nyakati wa kwanza 27:34. Huyu alikuwa ni true friend, rafiki wa kweli. Anaitwa Hushai Mwaki. Alikuwa ni rafiki wa Daudi. Kwa kiongozi yoyote, hata mchungaji ana rafiki, hata rais ana rafiki, hata mbunge ana rafiki, lakini awe na rafiki wa kweli. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 27 mstari wa 34. Mkakati wa Hushai Mwaki. Hushai Mwaki ni true friend, rafiki wa kweli. Kuna mtu anakupenda ujara, ukikwama amekwama, anakupenda kwa moyo wake wote, lakini kuna mwingine hapendi mtu, inapendwa hela. Kwa tuna watu ambao wanazunguka viongozi wetu lakini sio wazuri. Mkakati wa sita ni mkakati wa Danieli. Danieli alikuwa ni Danieli 6:1-28. Huyu alikuwa ni muombezi wa uchumi wa taifa la Israeli. Alihakikisha mfalme apate hasara. Akawa anapiga magoti kutwa mara 3 anaombea uchumi wa nchi. Na sisi tuombee uchumi wa nchi yetu. Kwa mali zetu zisiwe mali za wageni. Mali zetu ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Lazima tuombe. Wakati yale maparasite yanajaribu kuja, yanakuta mlango umefungwa. Yusufu aliombea uchumi wa Potifa. Mwanzo 39:4-6. Potifa anasema nimebarikiwa kwa sababu yako wewe. Yusufu aliombea uchumi wa Misri. Mwanzo 42 mstari wa 55-57. Farao aliwaambia watu wake, kama mnataka fedha, mnataka mali, nenda kwa Yusufu. Mkakati wa mwisho ni mkakati wa Yesu Kristo. Naomba huo uangalie. Mkakati wa Yesu Kristo. Luka 20 mstari wa 20 mpaka wa 26. Wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki ili wamnase katika maneno yake. Wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wenye haki ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, mwalimu, twajua ya kwamba wasema kweli na kufundisha yaliyo kweli, wala hujali cheo cha mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye akatambua ila yao, akawaambia, nionyesheni dinari na sura ya nani. Wakamjibu, ya Kaisari. Akaambia, basi ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Wapelelezi walitumwa waende kwenye ibada, na hapa leo wapo. Kwa mifumo ya upelelezi ipo kiroho. Yaani unaposoma Biblia haijawahi kuacha mtu. Kwa wewe kama ni mchungaji, maadamu unakusanyika una watu 2-3 na watatu ni mpelelezi, usiropoke. Naongea na wewe unayeongeaga ovyo ovyo kwenye daradara.
unaongea ovyo ovyo kwenye bodaboda utaumia. Serikali yoyote duniani inatumia wapelelezi, na serikali ya Mungu inatumia wapelelezi. Kwa mfumo wa kupeleleza ni mfumo wa kiroho. Wakaenda kumpeleleza Yesu, je, atakashifu serikali? Yesu alikashifu, akachukua maneno yake akayatia mdomoni akatulia. Kwa nini Yesu akashifu serikali ya Kaisari? Kwamba ilikuwa ni ya haki. Jambo la kwanza, Yesu alitambua mamlaka yoyote ambayo kiongozi anayo na amekaa imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo akimkashifu kiongozi Kaisari, amemkashifu Mungu. Yesu hakumkashifu Kaisari si kwa sababu alikuwa anafanya mambo ya haki tu, hata mambo ya kawaida alikuwa anakosea. Lakini Yesu alichokuwa anajua kwamba kiongozi huyu katoka kwa Mungu. Kwa kama atamkashifu huyu aliyetoka kwa Mungu, amemkashifu Mungu. Warumi 13:1-5, mamlaka iliyokuu yoyote inatoka kwa Mungu. Yohana 18:36, Yesu alimwambia Pilato, mamlaka ya kunihukumu wewe imetoka kwa Mungu. Pilato anasema mimi naweza kukufunga, mimi naweza kukuachia. Yesu akamwambia tulia bwana Pilato, bila Mungu kwenye kiti hicho ukai. Anamwambia Pilato, kukaa hapo ulipokaa kama jaji umewekwa na Mungu. Pilato akasema makubwa. Kwa kiongozi yoyote akijua nafasi alionayo amewekwa na Mungu, atakuwa mnyenyekevu. Yesu akawaambia, vya Kaisari mpeni Kaisari. Kwa niwaonye vijana wenzangu mnaoinukia kwenye utumishi huu, punguzeni maneno. Nenda taratibu, Mungu atakusaidia. Tarehe 29, mimi ninachojua ni siku ya uchaguzi, sijui lingine. Kuna kuhamasisha wewe muombaji, nenda kapige kura yako, fanya maamuzi. Sisi tutakwenda, tutafanya maamuzi yetu, tunarudi nyumbani. Na wale wenzangu ambao mlidanganywa na wanywa damu kwamba mtoke, asitoke mtu kwenda kufanya maandamano. Mimi kama kiongozi, kama mchungaji, na kusii kwa jina la Bwana, kama ukubaliani na haya ambayo yanasemwa na haya ambayo yapo, ni heri ulale. Yesu alikuwa na uwezo kukataa kulipa kodi, lakini alilipa. Hakutaka kugombana na mamlaka. Mambo inawezekana kabisa sio mazuri, lakini tuende kwenye magoti, tuombe Mungu abadilisha hali ya hewa, atabadilisha. Hilo ndio ninaloweza kusema mimi kama mchungaji, mengine siyajui. Tusiharibu taifa letu, tujenge taifa letu. Muombaji akichoka kaacha kuomba, mtamshangaa sana. Haki yake mwenye haki haipotei. Mwisho, Luka 18:1, imewapasa kumuomba Mungu siku zote, hata msikate tamaa. Kuna mambo ya kukatisha tamaa ndani ya familia yako. Kuna mambo ya kukatisha tamaa ndani ya ukoo wako. Kuna mambo ya kukatisha tamaa ndani ya watoto wako. Muombe Mungu. Familia yako haijakamilika tu, yenyewe ina mazonge. Taifa linawezekana lina mazonge. Hebu tumuombe Mungu atuondolee mazonge. Tuvuke salama kipindi hiki tukiendelea na magoti. Kitu kikubwa, tutaendelea kuwa na maombi endelevu ya kuombea nchi yetu. Tukinapopata nafasi tunaomba. Kila Jumapili unapoomba, ombea na taifa. Kuna sehemu Mungu anatupeleka, lazima tuende. Tusifie jangwani. Kanani yetu iko mbele, tutafika. Lazima tuombe. Kuna maziwa na asali yamefichwa huku nyuma. Taifa ni muunganiko wa makabila, na kila kabila lina kamba yake. Kila kabila lina kamba ya mizimu, kila kabila lina kamba ya matambiko. Leo tunamwambia Mungu, hayo makabila yetu yaliyokuja na kamba za machifu tunazibatilisha. Tunamuomba Mungu. Unaweza ukasema, mchungaji, ibada hii bwana mimi sijaipenda. Mimi nakwambia ibada hii Mungu ameipenda sana. Ni ibada ya kuleta amani ndani ya taifa. Swala la kwamba hakuna Mungu kwenye hilo, mimi nakwambia Mungu yupo, na hapa nakwenda kuomba wagonjwa watapona, haijawahi kutokea. Viwete watatembea, haijawahi kutokea. Viziwi watasikia, haijawahi kutokea.
Sio lazima nihubiri ujumbe unaotaka. Leo tunahubiri ujumbe wa amani. Itakieni amani Tanzania. Katika amani yake mtafanikiwa. Katika amani yake mtahubiri. Katika amani yake mtajenga. Katika amani yake mtasomesha. Katika amani yake mtaendelea. Hakuna kumwaga damu ndani ya nchi hii. Roho ya umwagaji damu tunaifunga kwa jina la Yesu. Roho ya mafarakano tunaifunga kwa jina la Yesu. Roho ya magomvi na faraka tunamwambia Mungu aiondoe. Inua mikono yako, beba sadaka zako zile mbili, inua juu. Fumba macho yako, inua mikono yako juu. Sema, "Ee Bwana Yesu, leo tunainua taifa letu kwa habari ya haki, kwa habari ya misingi ya haki, na kwa habari ya misingi ya amani. Leo tunakataa roho za umwagaji damu ndani ya taifa hili. Leo tunafunga kamba ya kiagano kwa ajili ya nchi yetu. Tunabatilisha kila agano. Damu zetu hazitanywewa, hazitakuwa kafara. Roho ya kafara na matambiko tunaibatilisha juu ya Tanzania. Kama una bendera nyanyua. Damu ya mafarakano tunaikataa ndani ya nchi yetu. Bwana wa mabwana, wewe ndiye Mungu mkuu. Tunaliinua taifa hili. Tunabatilisha roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti. Tunaiondoa kamba ya mauti, tunaiondoa juu ya taifa hili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. We mauti, toka, toka, toka. We asila, we faraka, we magomvi, we mafarakano ndani ya taifa hili, ndani ya taifa hili. Leo tunakung'oa, leo tunakung'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kung'oa mauti, kamba ya mauti. Leo tunaikata kamba ya mauti, leo tunaikata. Anza kuikata hiyo kamba ya mauti. Ambie Bwana, tunaondoa mauti juu ya taifa letu. Omba kwa imani. Yakataka Baba, tunainua taifa, tunainua mikoa, tunainua wilaya, tunainua leo. Tunakata kamba, tunakata kamba. Anza ukata kamba. Inulie Bwana Mungu mikono. Tunaliombea taifa letu. Anza ukata kamba, kamba ya mauti leo inaondoka. Kamba ya kifo leo inaondoka. Kamba ya uganga leo inaondoka. Kemea na uharibu. Inua bendera yako. Kataa mauti juu ya nchi yetu. Kataa mauti, kataa mauti, kataa faraka, mafarakano, mafarakano, kuvurugana. Leo tunafuta hiyo ajenda yao kwa damu ya Yesu. Roho zao waletao faraka tunageuza upepo, pepo wao wa mashariki, pepo wao wa kichawi, pepo wao wa kiganga. Leo tunauondoa. Tunakataa mauti kwa kamba ya mauti. Tunakatakata kamba, kamba ya mauti. Haitakuwa Morogoro, kamba ya mauti. Haitakuwa Dar es Salaam, kamba ya mauti. Haitakuwa Pwani, kamba ya mauti. Haitakuwa Dodoma, kamba ya mauti. Haitakuwa Shinyanga. Tunaondoa kamba ya mauti kwenye mkoa wa Shinyanga. Tunaondoa kamba ya mauti, kamba ya mauti kwenye mkoa wa Mwanza. Tunaondoa kamba ya mauti kwenye mkoa wa Mara. Tunaondoa kamba ya mauti. Haitakuwa Mara. Kemea na uharibu. Tunaondoa kamba ya mauti huku Simiyu. Tunakatilia mbali kamba za mauti. Zinaondoka pale Kagera, hazitainuka. Kamba za mauti tunaziondoa juu ya Geita kwa damu ya Yesu. Kamba ya mauti tunaiondoa juu ya nchi yetu. Tunaiondoa sasa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaondoa sasa kamba ya mauti pale Tabora. Tunakatilia mbali kamba ya mauti kule Kigoma. Tunakatilia mbali kamba
kamba ya mauti kule Kigoma tunakatilia mbali kwa damu ya Yesu. Tunakata kamba ya mauti haitakuwa Kigoma, kamba ya mauti haitakuwa Rukwa, kamba ya mauti tunaikatilia mbali. Inaondoka sasa, inaondoka sasa, haitafunga tena watoto wetu walioko Rukwa. Tunaweka Bwana, tunaondoa kamba ya mauti tunaiondoa sasa kule Katavi, haitasimama. Ondoa kamba ya mauti kwenye mkoa wako, kwenye wilaya yako. Tunaondoa kamba ya mauti haitasimama ndani ya taifa letu, ndani ya nchi yetu. Tunasimama Bwana kule Arusha, tunaondoa kamba ya mauti pale Manyara, haitakaa kwa damu ya Yesu. Kamba ya mauti tunaiondoa pale Kilimanjaro, haitakaa. Kamba ya mauti tunaiondoa pale Iringa, haitakaa. Kamba ya mauti tunaiondoa pale Njombe, haitakaa. Kamba ya mauti tunaiondoa pale Songwe, haitakaa. Kamba ya mauti tunaiondoa kamba ya mauti pale Mbeya. Tunakatiria mbali kamba za mauti pale Ruvuma, hazitakaa. Tunakatiria mbali kamba za mauti pale Ruvuma. Tunakatiria mbali kamba za mauti pale Mtwara, hazitakaa. Tunakatiria mbali kamba ya mauti kule Lindi, haitakaa kwa jina la Yesu. Tunakatiria mbali. Omba kwa imani, taja mkoa wako, taja wilaya yako, taja kijiji chako. Tunainua nchi yetu. Bwana umesema tufunge kamba nyekundu kwa damu ya mwana kondoo. Tunafunga kamba nyekundu juu ya taifa hili, juu ya viongozi wetu, juu ya viti vyao. Hawatakaa bila kamba yako. Tunaweka kamba nyekundu kwenye kiti cha urais, tunaweka kamba nyekundu kwenye kiti cha ubunge, tunaweka kamba nyekundu kwenye kiti cha udiwani. Bwana mabwana, wewe umesema heri taifa lile ambalo wewe ni Mungu wao. Nami napambana na kila hayawani wabaya walioinuka njia panda, wanataka damu. Tunaondoa sasa roho za kafara, roho za matambiko, tambiko la angani, tambiko la nchi kavu, tambiko la majini, tambiko la kwenye moto, tambiko la kwenye ziwa. Leo tunaliondoa ndani ya nchi hii Bwana. Orabaka saka, inua taifa lako. Omba dada, omba mama kwa ajili ya taifa. Orabasaidaba, orabasaidaba, orabasaidaba. Tunainua baba, tunainua bendera, tunainua bendera. Damu za Watanzania hazitamwagika. Tunakataa leo. Pambana na hayawani wabaya. Mapepo yamepanua vinywa, yanataka damu. Tunakataa. Kiti cha damu hakitatawala ndani ya taifa hili kwa damu ya Yesu. Omba kwa imani. Kataa damu zao, kataa damu zato, kataa damu zao. Omba kwa imani. Pindua viti vyao, pindua viti vya uganga, pindua viti vya majini, pindua viti vya makafara. Walitoa sadaka kwa miungu, iwape nafasi. Tunainyang'anya miungu. Haitakaa kwenye kiti. Shauri mbaya hatakaa kwenye kiti. Robo shakarabako. We praise our Savior. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana. Liatamie taifa, sema na nchi yetu leo. Tunainua malango, lango la Tanzania, lango la amani, lango la haki. Inua haki sasa, inua haki Bwana, inua amani Bwana ndani ya taifa hili. Omba mtu wa Mungu, ni wakati wa kuomba. Likatakarabako. Inua mikono yako, sema Yesu. Inua mikono, inua mikono. Tulia kwa dakika, tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Baba, na ikamata roho ya mauti iliyotupwa kwenye familia. Wako watu wamefungwa kamba ya mauti. Yoyote aliyefungwa kamba ya mauti kifamilia, walishaamua mnakufa. Leo na ikata hiyo kamba ya mauti. Zipo kamba 10 naziona. Familia 10 zenye misiba. Waliamua mlango uwe ni mlango wa uchaguzi. Wakapanga tarehe 29 iwe ni tarehe ya kumwaga damu. Naongea na ulimwengu wa roho. Wewe uliyeweka roho ya kisirani, toka, achilia na kata mauti, achia. Kamba ya mauti ninakukata. Upo kamba 10 naziona. Ninachulia moto ulao unapita kwenye kamba.
Kamba ya kwanza, kamba ya kwanza, kamba ya kwanza, kamba ya kwanza uliyeamuliwa. Kamba ya mauti, unataka damu. Kamba ya mauti, umekamata taifa. Toka pepo, achilia na kuita kwa jina la Yesu. Upo, piga kelele mlango wa mauti. Ninaona kimbunga, ninaona uvumi, naona faraka, naona mafarakano, naona fujo. Yanataka kunywa damu, yanataka kunywa damu, yanataka kunywa damu, yanataka damu, yanataka damu. We kiti cha damu, piga kelele mwingine kule nyuma. Kiti cha damu, kiti cha damu, kiti cha damu. Rango la waganga, pindua pindua waganga. Kila mtu kemea mizimu, piga damu zao, piga majini, piga mashetani. Tunayaondoa sasa. Leo tunapindua kila uchawi na uganga. Kata kamba yao, kata kamba yao. Inua mikono sasa, tunakatia uchawi. Kata kamba zao, kamba omba omba. Kata kamba, kata kamba, kata kamba. Tunakwenda kuomba sasa. Inua mikono yako, kamba inaondoka, kamba inaondoka. Kata kamba zao, kata kamba zao, kata kamba zao, kata kamba zao, kata kamba zao. Kamba zinakatwa, kata kamba leo. Orabako saira, orabako saira. Anza kuomba sasa. Fungua watoto wako kamba. Tunakata kamba leo, tunakata kamba leo. Inua mikono yako. Orabaka saira, inua mikono. Mpigie Bwana Yesu makofi. Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kisoma maandiko matakatifu kitabu cha Ayubu 41:11, Bwana anasema, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Ninaanza na neno hili nikimshukuru Mungu kwamba kwa siku 9 nilikuwa nimetembelea kiwanda kimoja cha kutengeneza mobile stage ama gari kwa ajili ya injili, ambalo kiwanda hiki nimefika kwa ajili ya kutaka kujua nini ambacho tunaweza kwenda nacho tunapoingia kwenye kazi ya kuhubiri injili. Kama unavyoona kwenye picha hizi, nikiwa tayari kiwandani nchini China, niliweza kukutana na hawa wataalamu unavyowaona, na jukwaa ambalo tunakwenda kulitengeneza kwa ajili ya kazi ya Mungu ya kuhubiri injili mjini na vijijini ni kama hivyo linavyoonekana. Kwa nikuombe ndugu mtazamaji na mwana injili, uweze kunishika mkono mimi mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi ya kupeleka injili mjini na vijijini. Mungu ametufanikisha mambo makubwa kwa miaka kadhaa. Nimekuwa nikifanya kazi kubwa ya ujenzi wa kanisa kama unavyoona. Asilimia kama 95 sasa tumekamilisha. Hatua ya pili ninayoiendea mimi ya kimkakati ni mkakati wa kuhubiri injili vijijini na mjini. Kwa hiyo kifaa ama vifaa ninavyokwenda kutumia ni hivi ambavyo ni jukwaa ambalo lina generator, lina vyombo, lina madhabahu yenyewe. Kwa hiyo naomba tushirikiane, wewe na mimi, ndani ya mwaka huu 2025 tuweze kuchangia kwa kadri ya neema ya Mungu ilivyo, tuweze kusanya milioni 900 ili tuweze kulipata hilo jukwaa pamoja na gari lake kwa thamani hiyo. Nimefika kiwandani, gharama zake ni $450,000. Kwa hiyo niombe mkono wako ambao ni wa kuifanya kazi ya Mungu, na Mungu ataikumbuka sadaka yako. Maandiko matakatifu katika Zaburi 23:4, Bwana anasema asikumbuke sadaka zako, azitakabali dhabihu zako, na akujalie haja ya moyo wako. Unapowekeza kwenye kazi ya Mungu ya namna hii, Mungu atakuinua na hata kuacha. Nimefanya kazi hii sasa ni mwaka wa 24, naelekea mwaka wa 25 katika utumishi huu, na hatua nayoiendea ya kuhubiri injili vijijini na vijijini. Huu ndio wakati, na kifaa ambacho au vifaa ambavyo nakwenda kuvitumia ni kama hivyo vifuatavyo. Naweza ukatuma mchango wako wa sadaka kwenye namba hizo za simu unazoziona, ama namba hiyo ya account ya benki ya CRDB. Ndio tumeitenga maalum kwa ajili ya kukusanya hizi sadaka kwa mwaka mzima. Unaweza ukatoa kila mwezi, unaweza ukatoa kila wiki, unaweza ukatoa mara moja kwa kadri ya neema ya Mungu iliyoko juu yako. Niombe Mungu akubariki kwa kunishika mkono, kwa kuunga utumishi huu mkono. Naamini pamoja na kwa pamoja mimi na wewe tunaweza kufanya mambo makubwa ndani
ya utumishi huu. Jina la Bwana Mungu libarikiwe. Karibu sana sana, tumtumikie Mungu pamoja. Ni mimi mchungaji Florian Josephat Katunzi na kusalimu kwa jina la Yesu. Amen.